Lakini Mwalimu Tandala alipokuja, kwanza akavunja ushirika wetu na wazazi wetu, kijiji kizima kikiwa hakijawahi kufaulisha mwanafunzi hata moja. Akavunja ule ushirika sisi na wazazi wetu. Aliuvunjaje? Akafuta neno kurudishwa nyumbani, hii kufukuzwa akafuta. Alifutaje? Alipokuja akatoa tangazo, anataka kesho wanafunzi wote wawahi. Sisi tukaenda na jeuri ile ile, saa 4 tukafika pale, zikaletwa fimbo, tandikwa viboko 6 kila mmoja. Kwanza tulivyorudi hatukumsimulia baba, tulichosema tu huu ushirika umeishia hapa. Alafu alipokuwa ameitisha hiyo kwamba ambao alitoa tangazo, kesho saa 12 wanafunzi wote waje hapa na watafanya roll call. Wakati huo ndo wametoka jeshini na bado yuko na sare zile. Tukadhani ni wale wale tuliozoea kuwaonea. Kesho yake tukaja vile vile, robo ya shule ndo wameripoti hiyo saa 12. Jioni ile kaitisha wale robo, kawaruhusu. Kabla ya vile viboko 6. Viboko 6 tulitandikwa wale tuliohurumiwa. Akasema hawa ambao wote hamkuwahi, haya chini. Kiwa na changanya na lugha za kijeshi zile, wapate fatiki sio nini. Tukamtanguliza yule mkorofi tunayemwamini zaidi, ndo akawa karibu naye. Na sitaki kusema leo, ila hatujui kilichompata. Tulimkuta yuko chini. Sitaki kusema kilichompata. Yule tunayemwamini tulimkuta yuko chini. Na kila mmoja anamuangalizia kwa chini, huku pua ikilamba mchanga. Tandikwa viboko 6. Kesho yake kwa hesabu namba saa 12, lakini saa 9:30 shule ilikuwa imejaa wanafunzi wote usiku. Ikaanza kwanza kutengenezwa discipline. Tengeneza discipline. Na baada ya hapo kweli mwamko ukawepo wa shule, na yeye sijui akaja akawatoa wapi walimu wazuri. Shule ikajaa walimu wazuri. Shule iliyokuwa ya porini ndio sasa mpaka sijui ni toleo la ngapi, lakini wapo wenzangu waliotangulia wakafaulu, akiwemo na mwenyekiti wa halmashauri. Nikaja toleo lililokuja kufuatia. Na tena shule ya kijijini, kwenye shule 4 zilizopeleka watoto vipaji maalum, ikatokea na hiyo shule iliyokuwa 0 kila mwaka. Kwa hiyo mwalimu, hongera sana kwa kazi kubwa ulioifanya.